Lakini kama hujatoa taarifa, unyonge kwa wale ambao watakao kuwepo lazima watakuwa nao, kwa sababu watajihisi vibaya, aidha kwamba je, sisi hatukupaswa kuwa naye, sisi huyu mtu ametuchukulia kwamba sisi ni makanyaboya, ametuchukulia kwamba ni watu ambao ni wa kuongopewa. Kwa hiyo kwa kifupi kwamba kwa staili hiyo inavyoonekana ni kwamba Sheikh ameweka pengo kubwa sana katika Uislamu, kwa sababu kila Muislamu aliyetoka pale pamoja na waliofuatilia wote wamekuwa katika mshangao kwamba kwa nini amewatia wenzie kwenye maboksi. Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Hans TZ, leo ni siku nyingine na tupo na Sheikh Ali. Tutazungumza kuhusiana na sakata ambalo limekuwa likiendelea huko katika mitandao ya kijamii. Moja ya jambo ambalo limeshika headline kwa sasa ni kuhusiana na ujio wa Sheikh mkuu na mufti wa Tanzania, Sheikh Abu Bakari Zubeiri. Na hii ni baada ya sintofahamu kutokea pale Mafia Airport, baada ya waumini wa Kiislamu wakiangaza macho huku na kule wakitegemea watamuona Sheikh Abu Bakari Zubeiri, badala yake imekuwa tofauti. Sheikh Ali, assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Uko poa? Mimi niko vyema, nashukuru. Karibu katika exclusive interview. Asante sana. Moja ya interview ambayo tumewahi kufanya, uliwahi kusema kuwa wa Mafia wasiamini kauli yoyote mpaka washuhudie, na ukatolea mfano kuwa ikitokea tumeambiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpenzi Samia Suluhu Hassan anakuja Mafia, basi tusiamini mpaka tumuone. Labda kauli hii ina maana gani hasa tukilinganisha na tukio ambalo limekuwa likisemekana katika mihadhara mbalimbali pamoja na misikiti yetu ya hapa wilayani Mafia, kuwa kuna ujio wa Sheikh mkuu na mufti wa Tanzania, Sheikh Abu Bakari Zubeiri, ambaye alitegemewa kufika Mafia siku ya tarehe 25 na badala yake ikawa tofauti. Pana nini hasa? That's why kwa namna ambavyo wewe unaona. Karibu. Asante sana. Kwa nini nilizungumza hivyo? Kwanza ni historia ya Mafia niseme, kwa sababu haya mambo ya namna kama hii naweza nikasema kwamba sio mara ya kwanza kuweza kutokea. Aidha niseme kwamba kuna utofauti kidogo, kwa sababu safari hii jinsi ilivyojitokeza ni ile hali kwamba imejitokeza kwamba kesho anakuja au kesho kutwa anakuja, alafu watu wakawa wameenda kumpokea na wasimuone. Lakini taarifa nyingi kihistoria huwa zinasemwa tu kwamba fulani, kiongozi fulani anakuja, alafu mwisho wa siku haumuoni. Imesha kujitokeza kwa kipindi cha nyuma wakati wa hayati John Pombe Magufuli, ilikuwa inazungumzwa hivyo hivyo kwamba atakuja na kitatokea kitu fulani, atakapokuja kuna huyu itatokea hivi, lakini ending of the day kwamba inakuja kutokea kwamba huyo mtu haji. Kwa hiyo kwa historia ya Mafia na jinsi ninavyofahamu mimi, kwa maono niliyokuwa nayo mimi na uelewa wangu, ni mpaka uone kiongozi ameingia ndipo upate uhakika wa kwamba yule kiongozi aliyetajwa kwamba atakuja basi amekuja kweli. Lakini sio tu kuamini kwamba atakuja hivi, kwa sababu tumeshachukulia kama ndio historia yetu na mazingira yetu ya wilaya ya Mafia jinsi inavyochukuliwa huko kwa wenzetu. Moment ilikuwa mbaya kidogo wakati wa kumpokea Sheikh aliyewakilishwa badala ya mufti, na hii ilitokea hata kwa viongozi pia wa kidini na kisiasa, kama ambavyo picha inaonesha Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mafia na naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Mheshimiwa QS Omari Juma Kipanga. Na hii ni kutokana na wao wenyewe hawakutegemea kuwa kutakuwa na mabadiliko ya from nowhere kufika kwa Kaim Sheikh Mufti. Badala yake imekuwa kwao kuna sitofahamu kubwa na kutokuamini uhalisia wa mambo ambayo yamekuwa yakijitokeza. Lakini hii si kwa baadhi ya viongozi wa dini na wa kisiasa tu pekee, badala yake ni hata kwa waumini wa dini ya Kiislamu. Na hata ukiangalia mjongeo wa
shekhe ambaye amewasili, namna ambavyo Waislamu wamempokea ilikuwa ni kwa huzuni na unyonge. Labda zungumza kwa niaba ya Waislamu, kwa nini hasa imekuwa hivi na jambo hili linaweza kuisha kwa namna gani? Solution au niseme kwamba kabla tujazungumzia swala la solution, cha kwanza kabisa kuwepo kwa unyonge ni lazima ujitokeze, kwa sababu kama umeshamwaminisha mtu kwamba mimi sehemu fulani ni lazima niende na ninakuja siku fulani, saa fulani, tarehe fulani, nitakuwepo na nyinyi Waislamu pamoja na wananchi wa eneo husika. Kwa hiyo mpaka inafika mida na bado hujatoa taarifa yote kwamba mimi sitohudhuria, labda waliopo pale wakapata kuelewa kwamba hatakuja yeye, lakini amemtuma aidha yule ambaye anemfuatia, au labda anakuja mwingine ambaye ni zaidi ya yule anemfuatia. Kwa hiyo lazima, kama ni kiongozi ambaye umetoa taarifa kwa umma, yani sio tu katika upande wa dini, basi hata katika nafasi nyingine labda za kisiasa, na hata ikiwezekana kwenye makampuni na vitu vingine, kama labda uliamua kufanya mkutano na jamii iliyo karibu na wewe iweze kutambua nini kilichopo, unatakiwa utoe taarifa kwamba mimi sitokuwepo, lakini atakuwepo fulani kutokana na kwamba mimi nimepata udhuru fulani. Lakini kama hujatoa taarifa, unyonge kwa wale ambao watakao kuwepo lazima watakuwa nao, kwa sababu watajihisi vibaya, aidha kwamba je, sisi hatukupaswa kuwa naye, sisi huyu mtu ametuchukulia kwamba sisi ni makanyaboya, ametuchukulia kwamba ni watu ambao ni wa kuongopewa. Kwa hiyo kwa kifupi kwamba kwa staili hiyo inavyoonekana ni kwamba Sheikh ameweka pengo kubwa sana katika Uislamu, kwa sababu kila Muislamu aliyetoka pale pamoja na waliofuatilia wote wamekuwa katika mshangao kwamba kwa nini amewatia wenzie kwenye maboksi, kwa sababu hiki ni kitendo cha kuwatia wenzio kwenye maboksi, kwa sababu wewe kama umeahidi na hukutaka kutoa taarifa kwamba mimi labda nimeitwa huku au nimefanya hivi au nina hili labda katika familia yangu, labda kuna mtu anaugua na mambo mengine. Dharura zipo kibinadamu, unaweza kutoa dharura, lakini sasa hizi dharura ambazo unazozitoa ziwe ni zenye kueleweka na wenzio wazielewe mapema, bwana shehe fulani hatakuwepo, na pale watatoa sauti, jamani shehe wetu amepata dharura, lakini atakuja yule ambaye anayemfuatia. Sasa inakuja kwamba mpaka tuseme yule waziri aliyokuwepo pale tayari umeshamtia kwamba na yeye aonekane hana maana pia, kwa sababu yeye amekaa pale anaongea na wafuasi wake kwamba jamani Waislamu, anakuja shehe wetu, tutakuwa naye, tutazungumza naye tuliokuwa nayo na yale atatunasi haya katika imani na mengineyo. Lakini sasa mwisho wa siku anaonekana kwamba yeye ni muongo. Kwa kitendo ambacho alichokifanya mufti kwa wilaya ya Mafia sio kizuri na hakitakiwi kuwepo ndani ya Uislamu, ni kibaya. Bora utoe taarifa kwamba sitokuwepo na sitohudhuria kwa sababu ya dharura hii na hii, lakini sio tu from nowhere hauonekani. This thing is very bad na wala haitopendeza katika Uislamu na ulimwengu wa Uislamu. Haiwi hivi. Ni lazima tuzungumze na tusifinyiane katika masuala mazima ya kuzungumza ndani ya dini ya Kiislamu, kwa sababu kila mmoja anahitaji kutambua kile au haki yake aliyokuwa nayo katika imani, kwa sababu wengi tayari tumeshawarudisha nyuma. Kwa hiyo shehe anatakiwa aombe radhi kwa Waislamu wa Mafia kwa kile ambacho kimetokea. Sio kitendo kizuri, kimewarudisha nyuma mpaka wale ambao ni viongozi wa kisiasa ambao walikuwa wanategemea au kwa yale waliokuwa wakiwaambia wananchi wao kwamba bana shehe atakuja labda atakuombeeni dua na hili na lile. Mwisho wa siku anakuja mtu ambaye ni tofauti, hata kama atakuwa amezungumza maneno yale kwamba labda amekuja kunasi umma, amekuja kufanyaje, lakini hapanoge, kwa sababu palinoga yeye awepo, lakini kwa bahati mbaya hakuwepo. Kwa kweli haijapendeza. Aombe radhi kwa Waislamu wa Mafia shehe kwa hiki kilichotokea. Na hapa pia pametoa taswira nyingine ambayo ni ile taswira ya kuamini kabisa kwamba jamaa kimkakati au katika masuala mazima ya BAKWATA hawako vizuri. Kwa hiyo BAKWATA wajipange kuanzia kitaifa, kimkoa na kiwilaya, wawe vizuri. Wanapotoa ahadi wahakikishe kwamba wanazitimiza vizuri, kwamba watu ambao wanaowafuatilia basi wawe nao karibu nao, kuatia moyo, kuzungumza nao, kuwapa maneno ya imani, na wao waweze kuelewa kwamba kweli wapo kwa niaba ya kuwatumikia Waislamu na sio kutumikia vinginevyo. Lakini sasa inapotokea unaambiwa tu kwamba shehe alikwenda sehemu fulani kawa hivi badala, hiyo haipendezi na haipo. Labda kwa mtazamo wako shekhe, badala ya kutokufika Mafia na kutokupatikaniwa kwa taarifa kwa nini amekosa kuja, labda the way kwa vile ambavyo wewe unaona
hasa alikuwa wapi? Maana siku ya tukio inasemekana kulikuwa kuna mechi pale Zanzibar, Simba dhidi ya timu fulani ambayo naistai kutokana na mazingira. Yanawezekana kwa sababu kila mmoja ana imani yake kwa sasa hivi. Manake kwa ulimwengu tunaoishi sasa hivi ni ulimwengu ambao umejaa mambo mengi. Kwa hiyo unaweza kukuta shehe na yeye ameshiriki masuala ya mpira au akawa labda aliitwa Ikulu, lakini juu ya hivyo bado hapajapendeza. Hata kama wewe umeenda kufanya dua huko kwenye masuala ya mpira, umeenda kufanya dua Ikulu labda ya taifa, lakini wewe unachotakiwa ni kwamba utoe taarifa kwa wale umma ambao umewaahidi fast kwamba mimi nitakuwepo na nyinyi siku fulani, tarehe fulani, mwezi fulani. Wale ambao wanakusubiri nao wana hamu na wewe ya kukuona na kuzungumza na wewe. Labda kutokana na situation namna ambavyo imekuwa sasa, ni kipi hasa unataka kuzungumza kwa niaba ya watu wa Mafia? Ninachotaka kuambia watu wa Mafia labda tu ni kuwarudisha katika ile hali ya imani yao. Wawe katika mstari wa kuamini Uislamu. Uislamu bado tu uko vile vile, haujawahi kubadilika. Yani shehe ndio atakayebadilika. Shehe, yani tuzungumze tu kwamba Uislamu haupo kwa shehe. Na ndio maana tunaambiwa Waislamu wote tusome. Kwamba Waislamu utakapokuwa umesoma kikuongoze kitabu, kwa sababu tumeachiwa hadithi na sunna. Kwa hiyo shehe atabaki kuwa shehe na ushehe wake, hata kama yeye akibadilika atakuwa yeye tu ndio aliyebadilika, lakini sunna haiwezi kubadilika na wala Qur'ani haiwezi kubadilika. Kwa hiyo hapa tunachotaka kusema ni kwamba Waislamu wanatakiwa waamini kwamba BAKWATA sio sehemu ambayo wao wanaweza wakafanya kuwa ni kimbilio lao la 100%. Kwa sababu ya matukio kama ya aina hii yapo na yataendelea kuwepo. Kwa sababu tayari tumeshakuwa tunaonana kama vile watu ambao labda huyo hafai. Kwa hiyo nachukua kile ambacho mimi ninachopangiwa kwa sababu ninapata mafanikio fulani. Kwa hiyo kama sehemu haina mafanikio na yeye hawezi kwenda. Kwa hiyo shehe sio Uislamu wako. Hata kama mashehe tunatakiwa tuwaheshimu, lakini Uislamu upo ndani ya Qur'ani na Uislamu upo ndani ya Sunna. Na ndio maana hata tumeambiwa kabisa kwamba yani kama kuna jambo lolote ambalo linakuleteeni nyinyi mushkiri kwamba labda hamliamini, hamliafiki, labda lipo tofauti na vile ambavyo nyinyi mnavyoamini, basi mnatakiwa murudi kwenye Qur'ani na Sunna. Ndiko kuna ushahidi wa yote kama jambo lipo ni la kweli au sio la kweli. Hatujaambiwa turudi kwa shehe. Shehe atabaki kuwa shehe kwa sababu shehe ni binadamu na yeye ana maono yake na ana mambo yake ya kuyafanya. Lakini Qur'ani na Sunna itabaki vile vile kama ilivyoandikwa na haitobadilika chochote. Kwa hiyo Waislamu wa Mafia tunavyotakiwa ni kukiamini ni Qur'ani na Sunna, na kusomesha watoto wetu waweze kuelewa Qur'ani na kuzielewa Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kujisi gani ya kuzifuata kimatendo na sio tu kwa mambo mengine. Na pia ni wanasi wana Mafia kuhusiana na masuala mazima ya hizi taarifa za viongozi. Sio kama labda tuwaseme wenzetu, labda watu wa habari, media mbalimbali labda zinapotoa taarifa kwamba kiongozi fulani anakuja alafu baadaye akawa hakuja tukawalaumu wao. Wao sio wana maono labda ya kumsukuma huyo mtu aweze kufika. Ni yeye mwenyewe ndiye anaweza kujisukuma akaona umuhimu wa watu wale walivyo, kwamba maana mimi pale walipo inabidi niwafikie na nizungumze nao kwa hili na lile. Itakapokuwa nje ya hapo, huyo mtu wa media hawezi kumsukuma kiongozi yoyote kuweza kuja katika hilo eneo, ila yeye mwenyewe ndio anayejua umuhimu wa watu wake ambao yeye anawahitaji au yeye wanamhitaji aweze kufika. Kwa hiyo shehe kwa hiki alichokifanya, wana Mafia mumuwe radhi, ingawa yeye mwenyewe bado hajaomba radhi, lakini anatakiwa yeye aombe radhi kuwaomba wana Mafia kwa kile ambacho kwanza amewapotezea muda. Hata kama alikuja huyo mtu mwingine ambaye aliyekuja, lakini bado haina maana na haikuwa na faida. Yeye alitakiwa aombe radhi kwa sababu tukio lililojitokeza ni baya kwa taifa, ni baya kwa Uislamu. Halipendezi kwamba shehe ambaye ni mkubwa, ambaye amechaguliwa ni shehe mkubwa, ametoa ahadi ya uongo. Hili halipendezi. Hata kama tukificha kwenye kanga, lakini bado itakuwa sio maana sio maana halisi ya uongozi. Kwa hiyo tunachotakiwa kukifanya kwa wana Mafia kurudisha nyuma nafsi zetu na kurudi kwenye Qur'ani na Sunna Waislamu wa Mafia, na vile vile kuendelea kufuata Uislamu wetu na kusikiliza maneno mazuri yanayotolewa na viongozi. Labda
tuangalie kwa upande wa pili, kutokana na sasa hivi tuko na nafasi hizi za kisiasa ambazo wanasiasa wengi huwa wanafanya vitu kwa maslahi mapana ya kujitengezea mazingira kwa vile tunaenda kwenye election. Labda kutokana na hii situation namna ambavyo imetokea, kuna chembe yote ya siasa ndani yake? Kwa picha halisi jinsi ilivyoonekana, huu mchezo ni mchezo wa kisiasa, na pia napenda nizungumzie swala hili kwa mapana na maslahi mapana ya taifa pamoja na wilaya ya Mafia. Kifupi ni kwamba tunaambiwa kwamba tusichanganye siasa pamoja na dini. Lakini mchezo unaofanyika ni kwamba ni sawasawa na kuchukua maharage ukachanganya na mahindi, tunapata jibu kwamba ni makande. Mtu unamuita au anakuja kwamba mimi, anatoa taarifa ya kidini kwamba mimi ninakuja Muislamu mwenzenu, nitaingia Mafia, nitakapofika Mafia basi tunachoamini kwamba ni mufti au kama ni makamu wa mufti akifika katika eneo atakuwa anazungumzia masuala ya dini, imani, kupeana nasaha za kidini, kurudishana nafsi zetu kutoka katika ile hali ya moto ya moto ambayo iliyokuwepo, labda kama vijana tumepotea na mazingira mengine tunatakiwa turudi. Lakini kwa bahati mbaya au mzuri, mara nyingi wanapokuja kwa vipindi kama hivi basi wanazungumza dini kidogo, kwa wingi wanakuwa wanazungumza siasa. Lakini kimantiki haya sio mambo ambayo ni ya kuyafuata, bali tunachokatakiwa kukifanya, kwa sababu huwezi kumzuia mtu kuchanganya siasa labda na dini. Ninapojua mimi ninapozungumza hivi na maanisha kwamba wewe kama umekuja kidini basi zungumza kidini alafu uondoke, na kama umeamua kuja kisiasa watangazie watu kwamba wewe unakuja kwenye upande wa siasa, ili wale watakao kuja pale wawe naelewa moja kwa moja kwamba huyu hajaja kwa ajili ya kuzungumza masuala ya dini kwa upande wetu, bali amekuja kuzungumzia masuala mazima ya siasa na kutuweka sawa Waislamu, wapi tuchague na wapi tusichague, nani ni mzuri kwetu na nani sio mzuri kwetu. Sio uchanganye kwamba muda ule unazungumza siasa, muda ule unazungumza masuala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kweli hapa huu mchezo unakuwa sio mzuri na hauna mantiki nzuri katika Uislamu. Bali tunachotakiwa kukifanya ni kwamba wewe kama umeamua kwamba unakuja kuzungumza masuala ya dini, basi zungumza dini tu. Na kama umeamua kuzungumza siasa, basi zungumza siasa kwa mapana yake na kwa urefu wake, na kama unakonvinsi watu, ukonvinsi watu kwenye mazingira mazima ya kisiasa, nani achaguliwe na nani asichaguliwe. Kwa hiyo ubaya unaojitokeza na haya yanayojitokeza, haya yote hakuna wa kuyakemea, kwa sababu vile ninavyosema kwamba jamaa wenzetu BAKWATA kitengo, kuanzia BAKWATA wilaya, BAKWATA mkoa na BAKWATA taifa, hawa ni walinzi wazuri wa CCM. Kwa hiyo sasa kama ni walinzi wazuri wa chama tawala, wanachotakiwa kukifanya ni kwamba wao hawawezi kuzungumza tu dini peke yake, bali wanazungumzia na masuala mazima ya siasa. Lakini wao wanatenga muda huu ni wa kuzungumza masuala ya dini na muda huu ni wa kuzungumza masuala ya siasa, ili tuweze kufika katika ile hatua tunayotaka. Kwa sababu dini, kama dini wewe umeamua kuzungumzia dini kwa mapana yake, uwarudishe watu katika imani, waweke sawa katika imani, watu ambao wamepotea basi waweze kurudi wakae sawa. Alafu wakati huo unaenda kumwambia mtu habari sijui mchague nani, sijui fulani amefanya matatizo fulani, sio haiko hivyo. Na tusipelekane huko. Siasa ni siasa na dini ni dini. Mimi sina la zaidi, nashukuru kwa kufuatilia kipindi chetu. Tutakutana katika vipindi vijavyo.